Digital Leo. Digital Leo. Mambo vipi msikilizaji, karibu kwenye kipindi cha Digital Leo. Mimi ni Fatna Suleimani. Mimi ni Samuel Mpogole. Na kipindi hiki ni sehemu ya programu ya mpango wa ushirikiano wa kidigitali Tanzania kupitia shirika la Tech and Media Convergence kwa ufadhili wa balozi wa Marekani Tanzania na kwa ushirikiano wa idara ya ofisi ya masuala ya Afrika nchini Marekani. Programu hii ya mpango wa ushirikiano wa kidigitali imelenga kuwajengea wananchi uelewa na kukuza ufuatiliaji wa taarifa mbalimbali ndani ya vyombo vya habari, kupata uelewa juu ya matumizi sahihi ya mitandao ya kijamii, kugundua fursa, hatari katika maendeleo haya ya kidigitali ambayo tunazungumzia hii leo. Kwa pamoja tumelenga kukuza hamasa kwa wananchi katika kuleta mabadiliko chanya kupitia uelewa wa taarifa za vyombo vya habari, hasa katika maeneo ya vijijini, hususan katika zama hizi za kidigitali. Na kipindi hiki kimetayarishwa na studio za Highlands FM Mbeya, na unaweza kututumia ujumbe wako kwa nambari 0767 000 927. Na leo tunazungumzia bwana ustawi wa kidigitali na afya ya akili. Ama kwa hakika moja ya vitu ambavyo vinaweza vikawa ni changamoto huenda kwako wewe msikilizaji, lakini pia kama si kwako basi kwa rafiki yako, ni kwa ndugu yako, kuhusiana na ustawi wa kidigitali na afya ya akili. Unaweza kuwa na maswali mengi, unajiuliza kwamba kuna uhusiano gani kati ya masuala haya ya kidigitali na afya ya akili. Basi kufuatia kipindi chetu siku hii ya leo utaweza kufahamu hayo yote. Tunakusihi ungana nasi kuanzia sasa mpaka mwisho wa kipindi hiki. Mpogole, kabla tujaendelea nilikuwa napenda kufahamu, hivi unajua kwamba kuna madakika unaweza kutumia screen? Screen ya simu hapa. Kwamba kuna muda unaweza kutumia ni dakika kadhaa. Unakuta dakika kadhaa au unajiwekea tu mwenyewe. Okay. Sasa nilikuwa nataka kumpa msikilizaji mbinu za kudhibiti matumizi ya screen. Kabla hatujaenda huko Fatna, mimi nikwambia kwamba internet na mitandao ya kijamii vimebadilisha sana jamii kabisa. Sasa unaweza kujiuliza ni kwa namna gani. Mimi nikwambie kuhusiana na namna ambavyo tunaweza tukawasiliana. Zamani tulikuwa tunaweza tukaandikiana barua ikatumia muda fulani na tukaona jambo la kawaida, lakini sasa hivi mtu akikutumia ujumbe mfupi, ninazungumzia SMS, ikifika kama ni kwenye WhatsApp alafu ikaweka zile tiki mbili za blue, alafu mtu asipojibu inaweza ikaleta tashtiti. Ameni blue tick. Kwa nini hajanijibu? Kama ni mwenza wako mnaweza mkaachana. Wengi wanagombana kwa sababu mtu anasema jamani nimemtumia message na ameni blue tick, ameiona, inamaanisha ameisoma. Kwa hiyo asipojibu inaweza akakuletea akili ukasema kwamba amenidharau. Ukaenda unaweza ukawaza mambo mengi akilini mwako, lakini hauwezi jua labda kama aliangalia labda kwa haraka aliko iko na mishe zake. Kwa hiyo ni vitu ambavyo unaweza usielewe, lakini vitu ambavyo vinaleta changamoto hiyo. Na ndipo hapo sasa tunakuja kuunganisha na swala zima ambalo ulikuwa umezungumzia awali kuhusiana na namna pia vile vile muda mtu ambao anaweza akatumia akatumia simu yake, lakini mwisho wa siku ikaja kuleta matokeo chanya kabisa, au inaweza kaleta matokeo hasi ambayo yanaweza kusababishwa pia kwenye afya ya akili kaja kuwa changamoto. Kwa mikoa yetu huko tunasema injele ikayumba kidogo. Kwa kweli kukaa mbali na simu yako au kompyuta yako kwa muda mrefu inakuwa ni changamoto. Sasa acha nikupe mbinu za kudhibiti matumizi ya screen yako ambayo unakuwa unatumia mara nyingi. Sawa. Sasa unatakiwa uweke muda wa kila siku. Yaani tutumie mpangilio ya simu kufuatilia na kupunguza muda unaotumia kwenye programu yako. Pia pumzika kila mara. Inawezekana hiyo? Sasa unatakiwa ufuate kanuni ya 20-20-20. Yaani kila baada ya dakika 20 angalia umbali wa futi 20 kwa sekunde 20. Yaani umbali wa futi 20 unajua? Ni wastani tuseme wa miguu yako wewe 20. Kwamba hatua zako, piga hatua zako za wastani zile. Sio ndogo sana wala sio kubwa sana ukaanza kuruka. Wastani hatua 20 kabisa. Kila baada ya dakika inabidi nianze mimi. Itakuwa nzuri sana. Itakuwa nzuri sana. Sasa unatakiwa pia panga muda bila kuwa na screen. Epuka screen kabla ya kulala na wakati wa chakula au muda wa familia. Tumeona kwenye familia zetu Mpogole, mtu anakula ipo na simu. Mtu labda anafanyaje? Anatumia simu kabla ya kulala. Mtu hawezi kulala bila kushika simu, angalia mambo yanakuaje. Sasa mimi nakwambia moja ya mbinu ambayo inaweza kukusaidia wewe leo hii, anza kufanya mazoezi ya kutokutumia simu mara kwa mara. Pale ambapo unaona huna sababu ya kuweza kutumia simu, usifanye hivyo. Kuna wakati mtu anachukua simu, anaanza tu kupeluzi kwenye mitandao ya kijamii. Hakuna anachotafuta. Na kwa wale ambao watakumbuka kipindi kilichopita mwana saikolojia aliweza kuzungumzia pia kuhusiana na tatizo la watu ambao wamekuwa wakiingia kwenye mitandao ya kijamii,
lakini hawajui wanafanya nini. Kwa hiyo haya anaweza kukuletea shida ndugu yangu kama hutokuwa mtulivu katika kutumia hiyo simu yako. Kuwa mtulivu katika kutumia simu yako bana. Sawa, tuzungumze na wananchi bwana huko mtaani ambao wameeleza maoni yao kuhusiana na mada husika. Mimi naitwa Hidaya Hassani, naishi hapa Majengo, Mbeya mjini. Kiukweli kabisa mimi niwe tu muwazi kwamba mimi ni moja kati ya watu ambao waliathirika sana na mitandao ya kijamii. Yani nikwambie, yani nilivyokuwa, kiukweli kabisa namshukuru Mungu hapa nilipo, kwa sababu ilifika mahali nikapata kama depression. Yani unaingia kwenye mtandao, pengine labda unaingia Instagram, unakuta rafiki yako ambaye labda unamjua, pengine ulisoma naye na hakufaulu vizuri shule, akafeli, akafanyaje, unakuta labda ameposti simu kali, ameposti simu za gharama, unakuta ameposti nyumbani kwake kuna furniture nzuri. Lakini wakati mwingine unakuta mtu ameposti anaendesha gari, unamwona anaposti vyakula, yuko sehemu mbalimbali, kwa mfano sehemu zetu za hapa Mbeya ambazo ni nzuri, unakuta ameposti. Unajiuliza kwani ina maana wewe una shida gani kwenye hii dunia? Kuna wakati mwingine nilikuwa nafika hatua mpaka najiona kama labda mimi nina laana, labda mimi nina mikosi, maana nilikuwa nakifuatilia nashindwa kuelewa. Unakuta mtu labda unafanya naye hata kazi hapo sehemu uliopo, lakini unamuona yeye kila siku anaposti tu vitu ambavyo ni vya gharama, hata kama hujafuatilia nyumbani kwake na nini, lakini unajiuliza mbona mtandao wake ukiingia kwenye Instagram zake labda ama kwenye mtandao wote, mbona kama anaonekana na maisha mazuri. Niwaambie tu ndugu zangu, kama kuna mtu ambaye alipitia shida kwenye mitandao ya kijamii ni mimi. Yani nilipitia wakati ambao nikafika mahali nikasema basi. Kuna wakati mwingine unakutana na pengine hata na mahusiano yako, lakini ghafla unakuja kushangaa kwenye mitandao ya kijamii unakuta mwanamke mwingine amepostiwa na mwanaume uliye naye. Unajiuliza kwani kuna nini kinachoendelea? Unajikuta kama una mikosi, unajiona kama una nuksi. Ilifika mahali mimi nikataka kujiua. Nikasema basi nilipofika panatosha. Na mimi sioni faida yote ya kuendelea kwa duniani, kwa sababu karibia watu wote. Yani unashangaa hata ndugu, hata mtoto wa shangazi yako, mtoto wa mjomba wako, naye anaposti vitu vingi kwenye mitandao ya kijamii, vitu vizuri. Lakini wakati mwingine pia unajikuta unapata depression kwa aina hii. Unakuta wewe unapitia mazingira magumu pengine hata ya kihisia. Unakaa unatafakari, alafu ghafla unaona kwenye mitandao ya kijamii kuna mtu anaposti anakuelezea kwamba labda wewe mtu wa aina hiyo ambao unapitia kitu hicho ambacho unapitia haupaswi kabisa kuishi kwenye dunia. Unaweza kujiuliza sasa inakuaje? Unakuta tu mtu anaposti kama vile anakusema wewe kwamba unajua kuna watu wanateseka kwenye mapenzi, kuna mtu juzi ameachwa, kuna mtu labda siku fulani ameachika, lakini faida yake ni nini? Bora tu ndugu yangu kapumzika mbele za haki. Wakati mwingine mitandao inatuharibu akili, kwa sababu wakati mwingine mitandao inatuharibu akili kwa sababu unakuta yale mafundisho ambayo yanapatikana kwenye hiyo mitandao sio mafundisho sahihi. Na sisi kwa sababu wengi wetu hatuna elimu ya kutosha kuhusiana na hii mitandao ya kijamii, unajikuta mtu una concentrate na vitu ambavyo haviwezi kukusaidia kabisa. Sasa niambie, kwa hali ambayo mimi nilikuwa nimefikia, ni kwa nini nisife? Ni kwa nini nisife? Niliumia sana na mitandao imeniathiri sana. Kuna wakati mwingine unaamka asubuhi tu, wewe moja kwa moja unaanza kuingia kwenye mitandao ya kijamii. Lakini unaingia kwenye mitandao ya kijamii sio kufanya biashara, unaingia kwenye mitandao ya kijamii kuangalia nani ameposti nini. Na wale ambao wanaposti vile vitu ndio vinakuchanganya zaidi. Unakuta ni mtu ameposti kitu ambacho wewe pia hujawahi kukipata. Labda umekitafuta hata kwa miaka 5, 6, 7 na hujawahi kufanikisha hata robo yake. Kwa nini usichanganyikiwe? Kwa mimi nilifika hatua ambayo nikaona kama nina msongo wa mawazo, lakini msongo wangu wa mawazo hautokani na maisha yangu ninayoishi, hautokani na kazi yangu ninayofanya, hautokani labda street kuna mshahara mdogo. No, ilikuwa ni mitandao ya kijamii iliniathiri sana. Kufuatilia maisha ya watu kwenye mitandao ya kijamii, watu ambao hawanihusu. Sengine unakasirika kabisa kuhusiana na mtu fulani. Labda unaona hata mtu ameposti amejenga nyumba, unaumia. Mtu anaposti biashara mpya, unaumia. Mtu anaposti ana mpenzi wake mpya au mapenzi yao yanaenda vizuri, wamefunga ndoa, wewe unaumia. Guys, tuacheni utani. Nimepitia kipindi kigumu sana. Namshukuru sana Mungu mpaka kufika hapa nilipo. Ilifika mahali ndo nikapata kidogo msaada wa kisaikolojia, nikatulizwa akili, nikaelekezwa kwamba ile ni mitandao ya kijamii, na mitandao ya kijamii inakuonyesha kile ambacho unataka kukiona. Huwezi kwenda kwenye mitandao ya kijamii ukatafuta biashara isikuletee biashara. Kwa hiyo ukienda kusearch kama unataka shida yako ni kutafuta matatizo kwa watu, utayapata. Kama shida yako ni kupata maumivu kwenye mitandao ya kijamii ndio mahali unapata maumivu kweli kweli. Kwa hiyo yani mimi nataka niongee na jamii. Jamani, tubadilike.
Mitandao ya kijamii tukiitumia vizuri itatusaidia, itatunufaisha. Zungumzia biashara zako, zungumzia vitu vya kuwasaidia watu. Mimi nikikwambia na kuhakikishia kuna watu ambao wanapitia hali kama ya kwangu, ni wengi na hatuwajui. Unaweza ukasema mtu anaishi vizuri, lakini kwa sababu ya mitandao ya kijamii anapitia mambo mengi na depression, na unaweza ukasikia mtu amejiua, lakini muulize kwa nini? Mitandao ya kijamii ndio imekuwa sababu. Mimi yangu ni hayo, naomba jamii ibadilike, lakini mimi kiukweli kabisa mimi ni muhanga mkubwa. Nilikuwa very addicted, lakini pia Mwenyezi Mungu amenisaidia, nimetoka hapa. Kiukweli namshukuru sana Mungu. Na sasa hivi hata nikiwa kwenye mitandao ya kijamii sioni madhara. Naangalia vitu vingine vya msingi ambavyo vinaweza kunisaidia na nini, na mwisho wa siku niko vizuri kama unavyonisikia. Asante sana. Naam, tumetoka kuwasikia kwa uzuri kabisa baadhi ya wananchi wakielezea maoni yao, mitazamo yao kuhusiana na namna ambavyo swala hili la kidigitali linaweza likawa lina changamoto au mchango gani katika maisha yao ya kila siku. Baadhi yao nimeona wanauelewa sahihi, lakini wengine wameonyesha kusuasua, lakini yote kwa yote tuzingatie kanuni ya 20-20-20. Kwa wewe ambaye labda hujikuwa ndo unajiunga nasi, tukwambie kanuni ya 20-20, jitahidi kutenga kila baada ya dakika 20 kama ulikuwa unatumia simu yako unaiweka pembeni, unaangalia umbali wa futi 20, ambapo umbali huo futi 20 basi utaweza kuangalia kwa muda wa sekunde 20 pia. Basi itakuwa ni nzuri kweli kweli. Kabisa, na mambo yatakuwa vizuri kabisa, na tutaondokana na changamoto ambazo watu wengi wanakuta wanakumbana nazo. Sawa, twende tukamsikie mfanyabiashara ambaye yeye anaeleza namna ambavyo amekuwa akitumia mitandao hii ya kijamii kujiingizia kipato, lakini ni kwa namna gani swala hili la kidigitali ameona kwake lina mchango chanya katika kumtengenezea kipato. Lakini pia huenda pia ameona kwamba kuna changamoto hasi ambazo amekuwa akikutana nazo. Na pia kumekuwa na maoni ya wateja ambao unakuta mfanyabiashara anakutana nazo. Mwingine anaweza akaacha biashara, mwingine anaweza akaona ni changamoto na akaifanyia kazi. Basi twende tukamsikie huyu mfanyabiashara ambaye amezungumza na mwenzangu Bi Fatna Suleiman kufuatia mada yetu ambayo tunazungumzia hii leo juu ya swala zima la afya ya akili na kidigitali. Kwa kutumia mitandao naweza nikapost na kupeleka taarifa kwa wateja wangu, kuonyesha bidhaa ambazo niko nazo ama bidhaa ambazo zipo sokoni kwa wakati huu, na wateja ambao wako mbali sana na duka langu ama wako mbali sana na bidhaa inayopatikana, ambapo hawawezi kuja mara kwa mara dukani kuangalia kitu gani ambacho nimekileta ama kitu gani ambacho kiko sokoni kwa wakati huu. Kwa hiyo kwa kupitia mitandao naweza nikapost ama nikaweka taarifa ya bidhaa ambayo iko mtandaoni ama huduma ambayo tayari niko nao kwa wakati huo, kama ni promotion, kama ni offer, au kama ni mauzo ya ingizo jipya na vitu vingine mbalimbali ambavyo wateja wangu hawawezi kuviona mpaka waje dukani. Kwa hiyo kwa kutumia mitandao imerahisisha kupeleka taarifa kutoka kwangu mimi dukani kama mfanyabiashara na kuwafikia wateja wangu ambao ni watumiaji wa bidhaa yangu. Majukwaa ambayo natumia sana sana kwa ajili ya biashara yangu ni mtandao wa Instagram pamoja na TikTok, kwa sababu kwa Tanzania kwa namna moja au nyingine watumiaji wengi wa mitandao ya kijamii ama mitandaoni wanatumia sana mitandao miwili, ingawa kuna mitandao mingine ambayo inatumika lakini haijawa changamfu sana kama ilivyo TikTok na Instagram, kwa sababu pia huko ndio kuna urahisi wa kuonyesha bidhaa yako kwa kutumia video angalau ya dakika moja ambayo itakuwa na maelezo kadhaa kuhusu biashara yako au kuhusu bidhaa yako ama kuhusu huduma ambayo ninaitoa. Okay, maoni ni kitu kizuri sana, hususan maoni kutoka kwa mteja, kwa sababu mteja ndo mlaji wa bidhaa yako. Kwa hiyo akitoa maoni yake unachukua kama ushauri ambayo akiwa yako positive unaweza kufanyia kazi kwa ajili ya kuboresha biashara yako, kuboresha bidhaa yako ama kuboresha huduma unayoitoa kwa wateja kama hao. Kwa hiyo mteja mmoja anaweza kawa anawakilisha mawazo ya wateja wengi ambao hawakupata nafasi ya kukujibu ama kutoa nafasi ya kutoa maoni yao kwako wewe. Kwa hiyo ukipata maoni ambayo ukaona yanaweza kajenga biashara yako, kwa upande wangu mimi nachukua na kuyafanyia kazi kwa namna moja au nyingine ili kuboresha biashara yangu. Of course wateja wako tofauti na kuna namna ambavyo mteja anaweza kukujibu ambavyo ikawa sio vizuri sana kwako wewe, kulingana na mood ambayo yuko nayo wakati unapeleka biashara yako, lakini pia kulingana na experience ambayo yuko nayo kutokana na bidhaa kama ya kwako ambayo shehe kununua au huduma shehe kupatiwa ambayo haikuwa nzuri. Kwa hiyo analeta ile experience yake, analeta ile machungu yake kutoka katika bidhaa iliyopita ama mfanyabiashara mwingine analeta kwako wewe. Kwa hiyo hizo huwa zinatokea.
Kwa hiyo ukiwa kama mfanyabiashara makini, lazima ujue kwamba huyu analalamika ama maoni yake ni mabaya au kanijibu ndivyo sivyo kwa sababu je, ana chuki binafsi hapendi hicho kitu, ama alishekukwazwa au kuumizwa na bidhaa ama biashara kama hii ama huduma kama hii. Kwa hiyo ukishagundua kitu kama hicho, cha kufanya ni chepesi sana. Na ambavyo mimi nadili nao ni kuwaonyesha namna gani bidhaa yangu ama huduma yangu ni tofauti na huduma ambazo wameshazizoea. Unaonyesha jinsi gani ambavyo unaweza kumfanya mteja akajisikia kwamba ana uwezo wa kujaribu tena huduma nyingine ama huduma yako kwa mara nyingine, ambayo unamhakikishia kwamba itampatia matokeo mazuri. Maoni ya wateja ina faida kubwa sana kwa mfanyabiashara, hususan kama mimi, kwa sababu mteja akikujibu au wateja kukujibu wanakupatia nafasi ya kuboresha biashara yako, ama kama bidhaa utaongezea vitu ambavyo wateja walikuwa wanadhani ni muhimu, vikiongezwa vitaongeza mvuto ama vitaongeza thamani katika biashara yako ama kwenye huduma yako. Sasa hapo inabidi uweze kugundua maoni yao yamekaa katika upande gani, katika upande wa kuboresha biashara yako ama katika upande wa kudhoofisha biashara yako. Kwa hiyo ukichukua maoni yao vibaya yanaweza kuleta hasara, lakini pia ukikurupukia kufanya matukio ama kufanya uboreshaji kutokana na maoni yao bila kutafakari kwa muda mrefu, pia unaweza kuharibu biashara yako mwenyewe, kwa sababu wakati unaanzisha biashara ulikuwa una maono yako ambao wateja walikuwa hawana. Kwa hiyo chukua maoni ya watu, lakini ubaki pale katika msimamo wako kwamba usibadilishe biashara yako ama usiharibu biashara yako kwa sababu ya maoni ya wateja. Unaweza kupata hasara au unaweza kupata faida. Kwa hiyo inahitaji pia utulivu katika kufanya maamuzi hayo. Kama nilivyosema awali kwamba wateja wana sauti kubwa sana kwenye biashara. Kwa hiyo mteja anapokuja kukuambia bwana, katika bidhaa yako hii ungeongeza hichi na hichi na hichi, ingekuwa ni rahisi kupata wateja wengine ama kutuvutia zaidi, ama ungefanya biashara yako ipate thamani zaidi katika 1, 2, 3. Of course, ukiona mteja anakupa ushauri au anatoa maoni, ni moja watu wanakupenda, lakini sasa ndo akili yako kuchuja na kujua namna gani ambavyo utapokea maoni yake na kuyafanya katika namna ambayo hayatakuumiza wewe kama mfanyabiashara, lakini pia yatasaidia bidhaa yako ama huduma yako kupata wateja wengi zaidi. Kuna maoni ambayo wateja wakiyatoa yanaweza katoa katika namna ambayo ya kukejeli ama ya kuongelea vibaya biashara yako ama huduma yako, lakini inaweza kawa sio anania kuattack wewe kama mfanyabiashara, ila analeta zile hisia zake kama maoni hasi kutokana na kitu ambacho shakipitia. Kwa hiyo kitu kama hicho, mtu akisema kwa mfano bidhaa zenu huaga hazidumu, bidhaa zenu zinawahi kuharibika, ama bidhaa zenu sio original. Kwa hiyo hiyo ni namna rahisi ya kugeuza tatizo hilo ama maoni yao hasi kuwa fursa. Kwa namna gani? Aidha kwa kuboresha huduma yako, 1, au bidhaa 2, kwa kushawishi tena upya kujua soko lina changamoto gani au wateja wamepata changamoto gani kwa bidhaa kama ya kwangu. Je, nitatumia njia gani ya ushawishi kuwashawishi kuamini kwamba bidhaa hii ambayo nauza mimi ni tofauti na zile ambazo wameshazizoea au wameshakutana nazo. Kwa hiyo hii ni fursa nyingine wanakupatia kujua ushindani wako na wafanyabiashara wengine upoje, wafanyabiashara wengine wanakosea wapi na wewe urekebishe na iwe fursa kwako. Kwa hiyo hisia zao za maoni hasi wanakuletea taarifa kuhusu biashara za washindani wako, ili wewe iwe fursa ya kubadilisha ama kuboresha huduma ile ile ambao wenzako wanaifanya, ukaifanya kwa ubora zaidi. Namna rahisi ya kwanza ya kulinda taswira ya biashara yako ili kupambana na maoni ya uongo, cha kwanza ni kujua wakati unaanzisha biashara ulikuwa na lengo gani, ulikuwa umetarget watu gani, na uliamini biashara yako, huduma yako, bidhaa yako kwa kiasi gani. Ukishagundua hichi kitu, ni rahisi kugundua kwamba huyu anachoniambia kipo kwenye mstari ama kinanitoa nje ya mstari. Je, huu ni uongo ama ni ukweli? Ukiwa mfanya biashara, usijifungie ndani ya biashara yako. Toka nje, angalia soko linaendaje. Toka nje, angalia wateja wanaridhika vipi na biashara. Toka nje, sikiliza maoni ya watu mbalimbali wanasemaje. Ukiwa na masikio mengi kuhusu biashara yako, sio rahisi mtu kuja kukudanganya ama kukuragai ama kuletea maneno ya uongo ama maoni ya uongo, kwa sababu unakuwa unajua zaidi kuhusu biashara yako. Ila ikitokea kwamba ni mtu unajifungia ndani, unatengeneza bidhaa au unatoa tu huduma, usikii vitu vya nje, hujui washindani wanafanya kitu gani, hujui soko linataka nini leo, mabadiliko yakoje leo, ni rahisi kubadilishwa na upepo wa uongo kutoka kwenye maoni ya wapotoshaji.
Sawa, tumerejea kwa uzuri kabisa. Tumeweza kumsikia huyo mfanyabiashara na maoni ambayo ama kwa hakika ameweza kuwa mtazamo sahihi sana kwako wewe ambaye huenda ulikuwa ufahamu, lakini huenda nawe pia unafanya biashara lakini ulikuwa ufahamu. Haitoshi tukiishia hapo. Sawa, amezungumza mambo mengi na tumepata kujua kitu kutokea kwa huyo mfanyabiashara kwa kweli. Jinsi ya kupunguza msongo wa mitandao ya kijamii. Sasa kitu cha kufanya bwana, unatakiwa ufuate kurasa chanya. Acha kufuatilia akaunti zinazokufanya ujisikie vibaya. Sasa unatakiwa tena kupunguza kusoma habari mbaya. Unajua bwana, unatakiwa ujipe hata zile habari nzuri. So kila siku unasoma zile habari mbaya. Na sasa kwenye mitandao ya kijamii unakutana na habari yani ndo breaking news, yani ndo umekutana nayo hapo. Kwa hiyo unakuta yani, na muda mwingine unajua hatuwezi kukwepa vitu hivi, unakuja tu unaingia, unakutana nayo. Sasa bila kupoteza muda twende tukaungane na mwana saikolojia ambaye yeye atatupitisha na kutuelimisha, kutuelekeza mbinu sahihi ambayo tunaweza tukaitumia, lakini pia athari gani tunaweza tukazipata endapo tutajisahau katika mitandao hii ya kijamii, kwa sababu kuna uhusiano wa moja kwa moja kati ya tatizo la afya ya akili na mitandao ya kijamii. Sawa, tukamsikilize Chris Mzumbwe, mwana saikolojia huyu. Kuna uhusiano gani kati ya swala zima la ustawi wa kidigitali na afya ya akili? Uhusiano upo mkubwa sana, kwa sababu unavyokuwa unazungumzia ustawi wa kidigitali ndio maisha tunayoyaishi sasa hivi. Na hayo maisha yanakutaka uendane nayo, sio yakatae, yanakutaka uendane nayo, lakini yasikuasili. Ni kwa namna gani matumizi haya ya teknolojia ambayo tunazungumzia leo hii kama vile simu, hizi simu janja, lakini vile vile kuna masuala ya kompyuta na mitandao ya kijamii na vitu vingine kama hivyo, yana uhusiano gani moja kwa moja na afya ya akili ambayo mtu anakuwa anajishughulisha na shughuli zake za kijamii kwa ujumla? Naam, jambo la msingi lililopo ni kwamba ustawi wa kidigitali umekuwa na, yani wenyewe kama wenyewe hauna madhara, ila watu wanavyotaka kuingia sasa kuendana nao ndo madhara yanaanza kuonekana. Kwa mfano, unapozungumzia ustawi wa kidigitali unazungumzia matumizi makubwa ya simu, matumizi makubwa ya kompyuta, matumizi makubwa ya internet, ambapo sasa kwenye kuhama kutoka hatua moja kuingia kwenye huo mfumo unajikuta mtu anatumia zaidi ya masaa 12 online. Mtu anatumia zaidi ya masaa kadhaa kuperuzi, wakati huu amesahau shughuli zingine za kibinadamu. Kwa sababu kinachomtoa mtu kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine ni asili ya uumbaji wa kibinadamu, na sio kufuata misingi ya utandawazi unasemaje. Kwa sababu kikawaida kabisa na mifano iko wazi, unapomzungumzia binadamu, Biblia inasema binadamu anakamilika pale ambapo anakuwa na uwezo wa kumiliki. Umeona? Binadamu akiwa na uwezo wa kumiliki, manake kuwa na mahala pake, kuwa na sehemu yake na kadhalika. Lakini unapokuwa unatumia asilimia kubwa kwenye mfumo wa internet au wa mtandao, manake akili yake inakuwa haiko sawa sawa. Yawezekana ukawa unafanya kitu ambacho kinatija kwako, lakini je, kwa mfano tuchukulie unafanya biashara online, asilimia kubwa unatumika kwenye online, matokeo yanayokuja kwako ni kwamba kwanza utamisi kujua uhalisia wa dunia, kwa sababu Mungu anatutaka sisi kama binadamu tuwe ni watu ambao tunaweza kuishi vizuri na watu wengine. Na watu wengine unaowafahamu. Achana na online. Kwa sababu tunasema binadamu mzuri ni yule ambaye anaishi vizuri na watu anaowafahamu. Maana yake watu wa karibu yake, watu ambao anaweza kuwa influence akatembea nao. Na status ya mtu inajengwa pale ambapo watu wanaokufahamu wanaweza kukufuatilia. Okay. Kuna tofauti yoyote kati ya watu wazima na vijana katika kuathirika au kupata matokeo hasi dhidi ya mitandao ya kijamii? Ndio. Utofauti uko hivi, kwa sababu kwa hali ya kawaida ni kwamba hii mitandao ya kijamii kwa nini inakuja kutuathiri sisi? Ni kwamba misingi yetu na background yetu haikuwa katika mifumo hiyo. Kwa hiyo kitu kinachokuja kwa binadamu yoyote ukiwa na miaka zaidi ya 18, unapokuwa umeshakuwa matured, kitu kipya kinakuja, lazima utaingiliwa. Yani utaingia kwa kukivamia. Unapoingia kwa kukivamia kitu lazima kikuathiri tu. Ndio maana kwa swali lako sasa, mtu mzima anapoanza kutumia matumizi ya internet akiwa na umri wa zaidi ya miaka 40, huyu yuko more likely kuathirika zaidi na mfumo huo wa kidijitali kuliko huyu kijana. Kwa sababu inakuwa
yani age yake imeanza kuendana na huo mfumo. Kwa hiyo anakuwa yeye ameuzoea na anaujua. Lakini mzee anaingia kwa sababu hakuwahi kuona. Kwa hiyo yeye anaathirika zaidi. Na ndio maana sasa hivi unakuta mzee kwa mfano akianza kutumia simu janja, anapoanza kutumia akiwa na miaka 50, automatic ataathirika na vitu vilivyopo ndani ya program za simu. Sasa tukitaka tutazame pia kwa upande chanya kwa afya ya akili, kuna faida yoyote ya matumizi haya ya kidijitali ambayo tunazungumzia leo hii katika ustawi wa afya ya akili? Sasa hapo katika maelekezo yote niliyokuwa nasema bado nikawa sijaingia kwenye afya ya akili yenyewe. Okay. Sasa afya ya akili tunapokuja sasa kuihusianisha na hili tunalozungumza, afya ya akili ni nini? Afya ya akili ni uharibifu wa namna ya matumizi sahihi ya ubongo wa kibinadamu, ambao unakuja kuathiri kwenye fikra, mtazamo wa mtu, namna ya kutatua matatizo, namna ya maisha yake. Umeona? Kwa hiyo hivi vitu vinakuwa vimeathirika, fikra zimeathirika, mitazamo imeathirika, namna ya kutatua matatizo yake imeathirika kutokana tu na lifestyle ambayo tunayo. Sasa na hii imekuwa ikitokana na vitu viwili. Kwanza inatokana na mambo ya kibiolojia, namna mtu alivyozaliwa au kuumwa inaweza ikachangia, lakini pia inachagizwa sana na mambo ya kisaikolojia, mtu kukosa kazi, mtu kushinda online kama hivi tunasema betting. Hizi zimekuwa ni chanzo cha kuharibu watu kisaikolojia. Wanarusha vindege wanakuambia tumekuwa mapilot. Exactly. Kwa hiyo unakuta muda mwingi wanatumia kuwekeza kwenye online, ambapo sasa huo muda wanaowekeza kwenye online ukirudi kwenye asili ya sisi binadamu, hasa wa Tanzania, tunatamani sana uwekezaji uwe kwenye platform ya kilimo ambapo ardhi tunayo na tunaweza. Lakini hiyo uwekezaji online unakuta ni vitu vipya ambavyo vinahitaji elimu kubwa sana. Kwa hiyo unapokuja unawekeza online kama ambavyo sasa hivi watu wengi wanawekeza online, hebu tuchukulie mfano. Watu wanafanya biashara za online Dubai, Uingereza kupitia online, lakini unakuta kuna wengine wanakuja wanapigwa, wanaibiwa. Sasa kuibiwa kunamfanya mtu aathirike kisaikolojia moja kwa moja. Yaani anakuwa sio yeye tena. Kwa hiyo ni kitu ambacho ameingia kwa kuiga. Na nitoe rai, ni jambo la ajabu sana hasa kijana kuingia kufanya jambo kwa sababu watu wengine wanafanya. Unapaswa kuingia kufanya jambo kwa sababu una basic, una misingi, na hilo jambo litakusaidia. Okay, sasa tutazame hapo, kuna uhusiano wowote kati ya matumizi ya mitandao ya kijamii lakini vile vile na tatizo la msongo wa mawazo ambao mtu anaweza kaupata, lakini pia kuna kitu ambacho tumekuwa tunazungumzia kwenye msongo wa mawazo, mtu kujiamini kupita kiasi, kufanya vile ambavyo anafanya zaidi ya pale, ukihusianisha kwenye hizi swala la kisaikolojia na matumizi ya mitandao. Naam. Kwa hiyo kwenye hilo sasa afya ya akili inakuja pale ambapo afya ya akili ina vitu viwili. Kuna muda mtu anapokuwa anafanya mambo yasiyokuwa ya kawaida, huyu ndo tunamtemu hayuko sawa katika afya ya akili. Mtu ambaye anafanya jambo lisilokuwa la kawaida. Sasa je, lisilokuwa la kawaida vipi kwenye mitandao ya kijamii? Ukikuta mtu wengine wanatumia sana simu janja katika kuperuzi mambo yenye maana, kutafuta taarifa sahihi, lakini mwingine anatumia simu janja kwenye issue ya kuangalia pornography, kucheza michezo ya kubahatisha, michezo ambayo haina maana. Huyu pia tunamtemu, ni mtu hayuko sawa. Umeona? Kwa hiyo tunategemea kwa uhusiano uliopo, huyu mtu kupitia hii simu janja na matumizi ya utandawazi kwa ujumla iwe na faida kwake. Lakini inapokuwa huyu mtu hawezi kutumia kwa faida, ile inakuwa ni matatizo yanayoathiri ubongo. Kwa mfano, unapokuwa unatumia asilimia kubwa ya muda wako kwenye internet, fikiria kabisa manake muda wako unaupotezea huko. Na hakuna mpaka sasa hivi tafiti zinaonyesha kabisa kwamba kwa sababu sisi tumeingilia utandawazi, manake utandawazi hautulipi. Matokeo yake utandawazi umekuwa ukitulipa katika njia ambazo sio sahihi. Kwa mfano sasa hivi ukiingia Instagram, ukiingia status, WhatsApp status, unakuta picha za uchi, wadada wanajiuza, yani mambo ya hovyo.
Nimesema unapofikia hatua ya kufanya jambo lisilokuwa la kawaida, hiyo ndo kitu kimoja hapo kinachoashiria kwamba akili haiko sawa sawa. Okay. Kumbe kupitia hii mitandao ya kijamii ingekuwa inatufanya sisi itutengeneze kuwa watu wenye influence, watu ambao tunaweza kuwa na ushawishi mkubwa, lakini matokeo yake sio hivyo. Na kumekuwa kuna ongezeko la vijana, unakuta muda mwingine umepanda chombo cha usafiri au muda mwingine umekaa tu na vijana fulani, unakuta watu vijana wanasinzia. Hii inaweza ikawa pia inachagizwa pia na swala zima la mitandao ya kijamii au kukua kwa teknolojia au swala hili tunalozungumzia leo hii la kidigitali. Ndio, kwa sababu kama unatumia zaidi ya masaa 8 unatumia kwenye kupeluzi, kwenye kompyuta, kwenye mifumo hii ya kijamii, automatic unajikuta ni mtu ambaye unakuwa huna muda wa kupumzika. Akili yako inakosa muda wa kupumzika. Na moja ya dalili moja wapo ambayo inaonyesha tatizo la akili ni pale ambapo mtu kuna muda analala sana, au kuna muda hapati kabisa usingizi. Yani ni kwamba usingizi wake umeshazoea, hawezi kulala tena kwa sababu ya shughuli anazozifanya, au analala sana kwa sababu ya zile shughuli anazozifanya. Hizo ni dalili na ni ishara zinazoonyesha kwamba huyu mtu akili yake haiko sawa sawa, ubongo wake hauko sawa sawa. Sasa madhara yake ni yapi? Kama mtu huwezi kuwa na ubongo ukawa sawa sawa, akili zako zikawa haziko sawa sawa, tegemea mantiki ya akili ya huyu mtu haiko sawa sawa, reasoning ya huyu mtu haiko sawa sawa. Huyu mtu hawezi kawa na jambo lenye tija kwa sababu akili yake imeshaathirika. Tunaona sasa kuna changamoto katika matumizi haya ya mitandao. Kama hatutatumia kwa ufasaha, tunaweza tukapata changamoto kadha wa kadha kama ambavyo umeweza kutubainishia hapo. Nini sasa inatakiwa kiweze kufanyika? Kuna mbinu gani tunaweza tukatumia za kisaikolojia kwa ajili ya kuweza kusaidia hii jamii, hiki kizazi ambacho huenda kinaenda kupotea? Mbinu ambazo zinaweza kutumika, kwanza ni no way out. Lazima tukubali kwamba unapomzungumzia binadamu msingi wake ni nini, uko wapi. Ni kweli maendeleo hatuwezi kuyazuia hata kidogo, lakini kuna muda lazima tu back up kwa kumwangalia binadamu asili yake ikoje. Kimsingi, ili tuepukane na haya mambo, lazima turudi nyuma kwamba Mungu ndo muumbaji wa kibinadamu. Mungu ndo muumbaji wa kibinadamu ambaye yeye ndo anamtengeneza mtu. Kwa sababu tunaamini, kwa mfano, unapokuwa kijana, hasa mwanaume, tunategemea lazima uishi kwenye uwepo wa Mungu. Uamini Mungu ndo njia yako. Lakini wewe unapokuwa kijana lazima uwe na kazi ya kufanya. Tunapokuwa tunazungumza kazi ya kufanya, tunazungumza kazi ambazo zitakuwa na advantage hata kwa kizazi chako. Sidhani kama unaweza kumlisisha mtoto wako kwenye betting system. Sidhani kama unaweza kumlisisha mtoto wako kwenye kupeluzi mambo ya kutuma picha za utupu kwenye simu. Hilo sasa linaonesha. Kwa hiyo vile vitu ambavyo unavyo kama kazi ya kufanya, kama ni kitu cha msingi kwako, kitu kingine kinakuja kwamba unakuwa na msingi wa ulinzi wa vile vitu ulivyo navyo. Okay, ni viashiria gani tukiwa tunaelekea mwishoni ambavyo mtu akiviona aweze kufahamu kwamba huyu ndugu yangu ameshaanza kupata changamoto, huenda anahitaji msaada? Lakini vile vile tumalize hapo pia kwamba nini ambacho unapenda kuiambia jamii kufuatia mada yetu ya siku hii leo? Jambo la kwanza la msingi ambalo ni viashiria. Kwanza, mtu kufanya tabia zisizokuwa za kawaida. Jambo la pili, hawa watu mara nyingi huwa wanakula sana chakula ama hawali kabisa. Muda mwingine wanapata sana usingizi ama hawapati kabisa usingizi. Alafu ni watu ambao wanapenda kujitenga. Ni watu ambao wanakuwa wanataka waishi wenyewe, wanajitenga na wenzao. Hizo ni dalili. Lakini pia ni watu ambao wanakuwa wanachukia haraka. Hizi zote zinaonyesha ni kwamba akili yake sasa huyu mtu imekuwa sio ya kawaida, na wanaweza kujizuru. Wanaweza wakajaribu hata kunywa sumu kwa ajili ya kujiua. Jamii, kwa kweli, jambo la msingi ambalo jamii wanapaswa kuendana nalo kuhusiana na utandawazi. Kwanza, utandawazi ni mwingiliano wa watu wengi kwa wakati mmoja na jamii inakuwa moja. Lakini kuna muda lazima wewe ukae. Licha ya kwamba jamii imeshakuwa moja, wewe unafaidika nini na hiyo jamii ambayo mmesha interact? Kwa mimi na washauri vijana na watu wote wanaosikiliza kwamba lazima kuna muda tuwe makini kujua lazima ufanye kitu chenye faida. Kitu chenye faida kinakujengea msingi wa wewe kufaidika na jamii inayokuzunguka.
Ukiwa unafikiria kuifurahisha Marekani au Dar es Salaam wakati wewe unaishi Mbeya, hayo mawazo tunasema sio yako, ni mawazo ya wengine. Tunaamini kwa wewe sehemu uliopo, watu wanaoishi na wewe wafaidike na wewe. Sio leo mtu anajitoa, yani anafikiria online watu sio wajua watampa support. Sio kweli. Support inaanzia kule kwenye uliko asili yako. Umetoka kumsikiliza Chris Mzumbwe kutokea hospitali ya Ifisi. Huyu ni mwana saikolojia kutokea pale na ametupa madini ya kutosha kabisa. Ni wajibu wako wewe ambaye unatusikiliza sasa hivi kuweza kuchukua mawazo hayo na kuamua kuishi nayo, mwisho wa siku ya kusaidia katika mustakabali wa maisha yako, katika kabisa kulinda afya yako ya akili. Afya yako ya akili. Jamani, hakika afya yetu ya akili likae vizuri, tupate burudani kidogo ili tu refresh akili. Bombogla Kinamba on the beat. Konde boy come number one. Dunia mingi leo nimegundua utofauti kati ya raha na furaha. Do you know that? Hii dunia ina mambo, eti kumbe kuna utofauti kati ya raha na furaha. Kale kariste, baby sikuoni, eti nikajonanisha nguvuoni, utadhani na enjoy, pombe zimenichosha nibohoi, yeah. Dunia ina siri, so kila anayekulala moyoni mwake na furaha, yeah. A lot of mercy, nishagundua furaha yangu ni wewe. Ule nilipata raha ila nikagundua furaha yangu ni wewe. Kwa wengine nitajisumbua, furaha yangu ni wewe. Hata siku nikifa naomba unizike wewe. Amina wewe, wewe. Siri ya nini? Oh, acha nikwambie, moyo wangu natamba nao, na wasikutishie wengine wanaotaka wao. Ni lazima waishukie ikapo sio levo zao. Asubuhi tukigombana, usiku ndo wapata nao. Kale kariste, baby sikuoni, eti nikajonanisha nguvuoni, utadhani na enjoy, pombe zimenichosha nibohoi, yeah. Dunia ina siri, sio kila unemwona ba moyoni mwake na furaha, yeah. A lot of mercy, nishagundua furaha yangu ni wewe. Ule nilipata raha ila nikagundua furaha yangu ni wewe. Kwa wengine nitajisumbua, furaha yangu ni wewe. Hata siku nikifa naomba unizike wewe. Amina wewe, wewe. Yo, yo. Let's go the boy come number one. Body side. Konde music worldwide. Mamacita, te quiero chocar mi amore. Naam, tumetoka kumsikiliza huyo Harmonize na kibao chake kizuri kweli ambacho vijana wengi bwana wamekuwa wakikipenda kabisa. Sasa mimi nikwambie kwa wewe ambaye sasa hivi unatusikiliza, hii ni 92.5 Highlands FM Radio. Kipindi hewani ni Digital Leo. Usisahau kutuma ujumbe wako mfupi kupitia 0767 000 927. Na leo tunazungumzia ustawi wa kidigitali na afya ya akili. Naam, kama ilivyo ada, kama ilivyo kawaida bwana, tunakuwa na wataalamu mbalimbali ambao wanatusaidia katika kutoa elimu, katika kufikisha ujumbe sahihi kwenye jamii. Na moja kwa moja hapa mwenzetu Samuel Ndoni amezungumza na mtaalamu wa masuala ya mitandao ya kijamii kuweza kutoa ufafanuzi, kutoa elimu kuhusiana na namna ambavyo tunatakiwa tutumie mitandao hii na isiweze kutuletea madhara kwa namna moja ama nyingine. Jina langu ni Shabani Saidi Hamza. Niko hapa kuelezea juu ya matumizi ya internet na faida zake, na ni kwa nini watu wamekuwa sana wanatumia sana internet, na jinsi gani naweza nikawazuia juu ya kutumia internet mara kwa mara. Yani maana watu siku hizo wamekuwa wamekesha sana kwenye mitandao,
Unaona, mtu anaweza kaacha kazi zake, anaweza kaacha familia yake, anaweza kata kuwa makini zaidi katika kufanya kazi. Maana unapokuwa busy na kitu fulani ukaacha kazi za msingi, unaweza kukusababishia wewe usifanye ile kazi kwa ufanisi zaidi, kwa sababu utakuwa ni akili yako yote haijabase sana kwenye kazi ambayo umepewa. Sasa ni njia gani au ni faida? Tuanze kwanza na faida. Ndio, tuanze kwanza na faida. Kwanza, internet kama internet yenyewe inatufaidia kupata burudani. Kwa mfano, tunavyotumia internet, tunaweza kutumia applications mbalimbali, mitandao ya kijamii. Kwa mfano kama TikTok, maana TikTok kule tunapata burudani, na watu wanafurahi, wanacheka kwa kutumia mitandao ya kijamii. Facebook, Instagram, watu wanapata burudani kule na taarifa mbalimbali. Alafu pia kingine, internet inatusaidia katika masuala ya mawasiliano. Naona mawasiliano inakuwa inarahisisha mambo ya mawasiliano baina ya watu wawili au zaidi. Unaweza mkaconnect kama group, mkajoin, mkafanya mawasiliano na kazi nyingine zikaendelea, yani kiujumla ni kupata mawasiliano. Na pia kingine, kuna hii issue ya kazi pia. Internet inasaidia katika kupata kazi. Ndio, yani kwamba internet kuna zile inaitwa online applications. Unaweza kuapply kazi online, ukatuma tu CV yako, unaona, na ukapata majibu kwamba umekubaliwa labda kupata kazi hiyo, au labda umekataliwa, labda huna qualification unazozitaka. Kwa hiyo internet inasaidia katika vitu kama hivyo. Afu pia kuna kitu wanaita e-commerce, yani kwamba unauza bidhaa online au unanunua bidhaa online. Unafanya soko, ile market inahamia wapi? Kwenye mtandao, yani kwenye internet. Kwa hiyo inakuwa inarahisisha zaidi mambo ya kununua na kuuza bidhaa. Lakini vitu gani sana vinasababisha mpaka watu wanakuwa sana addicted, ukiachana na hizo faida zake nilivyozielezea? Ni vitu gani vinasababisha mpaka watu wanakuwa sana addicted na masuala ya kimitandao? Vitu gani vinafanya mpaka mtu anakesha mtandaoni? Cha kwanza ni ukosefu wa kazi. Unaona, mtu akikosa kazi ya kufanya, kwa mfano kama uko idle, yani uko free, huna kitu cha kufanya, umepoa zako labda ni ndani, umetulia zako ndani, kwa ili usipooze kwa unakuta unachika simu, unaingia kwenye mitandao ya kijamii, unaona, unaanza kuperuzi kwenye mitandao kadhaa. Kwa mfano kama ukaingia Facebook, ukatoka Facebook ukaingia Instagram, unaona, katoka Instagram ukaingia TikTok, hapo ni muda unazidi kwenda, unaona. Kwa hiyo ni ule ukosefu wa kazi. Ila kama mtu ukiwa busy sana, keep busy na mambo yako, ukiachana na mambo ya kijamii, basi internet itakuwa inatumia mara moja tunakuwa faida za msingi. Kitu kingine ni urahisi wa kupatikana internet yenyewe. Kwa asilimia kubwa watu duniani, naona asilimia kubwa sana watu duniani wanatumia internet. Na vitu vingi vinafanyika sana internet, tunaita dunia kiganjani. Naona, yani internet imefanya dunia yote imekuwa kiganjani. Unaona, yani internet kama ina connect watu dunia nzima, popote ulipo unaweza kusema mtu yoyote. Unaona, kwa ni urahisi wa kupatikana internet yenyewe ndio unafanya mpaka watu wanakuwa wanaitumia sana. Siku hizi mpaka watoto wanatumia internet. Unaona, wazee wanatumia internet, vijana, yani rika zote wanatumia internet. Alafu na pia kitu kingine ni mitindo ya kisasa, kwamba mtu anaona mambo ya kutumia barua nini, unaona, hii inafanya kwamba hapana bwana, bado ni mambo ya kizamani. Kwa watu unakuta wanatumia internet, mtu hataki kutumia barua kama ilivyokuwa zamani, unaona, au kupeleka ujumbe, umetumwa sehemu unaenda kupeleka ujumbe kwa mdomo, unaona. Kwa internet imefanya mambo yamekuwa ya kisasa zaidi, ndio maana watu wanatumia sana internet. Hata kama mtu uko nchi za nje huko, na unaweza kuwasiliana naye. Kwa hiyo imefanya kama imekuwa mitindo ya kisasa. Sasa sana kwenye mambo ya manunuzi kama nilivyosema mara ya kwanza, mawasiliano, burudani, na hata pia kupata kazi, unaona. Afu pia mitandao hiyo inafanya malipo, unaona. Kwa mfano ukifikia kiwango fulani, labda ukawa na followers fulani kwenye mambo labda Instagram, mtandao kama Instagram, labda Facebook pia inalipa, TikTok inalipa, YouTube inalipa, unaona. Kwa mitandao, internet inafanya mitandao ile inakuwa inakulipa. Sasa unakuta mtu anakuwa addicted sana mitandao ya kijamii. Ni internet inamfanya mtu anakuwa addicted na mitandao ya kijamii, kwa sababu yani inaona nikiwa sana nimebase sana kwenye mambo haya, nitalipwa nikitengeneza content zangu nikiweka kule, kunafanya kwa nalipwa hivyo. Nakuta mtu account yake labda TikTok ina milioni 5. Sasa kila mtu akifikia milioni 5 kwa kutengeneza tu video kadhaa, basi nakuta watu wengi wanafanya wanakuwa wanaingia wanajikita kwenye hiyo mitandao, na wanajikita zaidi kwenye internet.
Na kitu kingine watu hawataki kukosa nini? Updates, yani kwamba leo kimetokea kitu gani? Msanii fulani kafanya kitu fulani. Unaona, kwa unakuta mtu anakuwa sana amebezi sana kwenye nini? Kwenye masuala ya internet. Unaona, kwamba internet sasa hivi bwana ni rahisi sana kupata taarifa yoyote duniani. Unaona, hata kama kitu kiko ni Urusi huko, nchi za ughaibuni huko, inakuwa rahisi sana kupata taarifa za kule kwa sababu internet inakusanya yote sehemu moja. Unaona, na pia kitu kingine ni kwamba kuna njia za kuzuia, njia za uzuiaji wa kutumia internet. Unaona, yani kwa maana ya kwamba internet ina faida, hatukatai, lakini internet pia ukiiweka sana kama kipaumbele ina hasara zake. Unaona, ina hasara zake. Itaweza kufanya wewe unachofanya kazi zako za msingi. Internet inasababisha pia unakuwa mzito kufanya mambo yako kwa sababu muda wote unakuwa umebezi sana kwenye simu yako, mitandao ya kijamii, unatengeneza content. Unaona, internet pia inafanya usifanye kazi zako kwa ufanisi zaidi. Hiyo ni internet yote. Alafu na mambo kama hayo. Ndio, sasa ni njia gani unaweza kuzitumia ili usiwe addicted sana na mtandao, yani usitumie sana internet? Cha kwanza, inabidi ujiwekee mipaka ya matumizi. Kwa mfano kama ni muda wa kazi, muda kwenda kufanya kitu fulani, muda kufanya kitu fulani. Unaona, kwamba unajiwekea kama mipaka fulani hivi. Muda wa internet, muda kutumia simu, muda ambao sio kutumia simu, muda kazi zako za nyumbani, labda uko nyumbani unafanya kazi zako za nyumbani au za kiofisi. Kuwa neka internet au neka kifaa chako ambacho kinatumia internet unaweka mbali kidogo ili ufanye kazi zako za kimsingi. Umeona? Afu pia kuna program za kudhibiti ya matumizi, kwamba endapo kama nikifikisha muda wengine kwa muda au kwa kutumia internet, wanasema kuna hizi MBs, unaweka MB capacity, kwamba ikifika MB fulani basi inakuwa ndio matumizi ya internet yameisha kwa siku hiyo. Kuna kuta inakusaidia zaidi pia. Umeona? Afu pia kingine unabidi ujiwekee ratiba. Umeona? Ratiba yako kivipi? Unaweza kuweka muda wa mazoezi, unaona, muda kujisomea, muda kufanya kazi zako, muda kuwa na familia. Kuna mwingine anaacha kumwangalia mtoto wake, anaacha kumwangalia mzazi wake, anashindwa kukumbuka ndugu zake kwa sababu mnakuta muda mwingi mtu yuko busy kutengeneza labda content za TikTok huko, mradi apate followers. Kwa hiyo inakuwa haikuweki sana karibu na watu wako wale wa karibu, na kwa unashindwa kuwajali vizuri. Na afu kitu kingine kwa ni kuzingatia ni katika hilo, ni kuzingatia sana ratiba. Uzingatie sana ratiba, muda wa mazoezi, kama una muda wako mazoezi unaweka pale, muda kujisomea, muda kuwa na familia. Kwa hiyo unabidi utengeneze ratiba ambayo itakufanya uweze kujiongoza mwenyewe zaidi, yani inakuwa inakusaidia kufuatilia mambo yako zaidi. Alafu pia kitu kingine, internet inabidi utumie internet kwa matumizi hayo na faida. Yani matumizi unapofanya matumizi ya internet, basi matumizi yako yawe ya faida. Unaona? Internet unaweza kufanya kwa mfano kujifunza, unaweza kutumia internet kwenye kujifunza. Ni kwa mfano kuna YouTube channels za kujifunzia vitu kadhaa. Unaona? Afu pia kuchukua skills, ndio hivyo bado ni kujifunza vile vile. Au tukasema kufanya mambo ya kazi. Unaona? Kiachana na kujifunza, pia kuna masuala ya kazi. Unaweza kufanya kazi zako za kiofisi kwenye internet, kufanya yale matumizi yenye faida tu kwa kutumia internet. Afu pia kitu kingine, ujishughulishe sana na shughuli za kijamii. Yani usibezi sana na simu yako. Umeona? Simu yako tumia kama kifaa cha mawasiliano, sio kifaa cha kufanya wewe unasahau watu wengine. Kwa mfano, yani uweke mipaka, kwamba muda huu hapa nitaenda sehemu fulani, nitakutana na marafiki, nitafanya kama mkutano fulani, tutaongea, tutashare ideas. Unaona? Kwamba muda huo uwezo kaniambia tunaongea na mtu uko anachezea simu, kwanza atakuona kwamba unamdharau. Unaona? Kwa inabidi vitu vyako vingine viweke pembeni. Alafu pia inabidi utambue hizo dalili za kuuza kula hai. Kwa mfano dalili kama vile mtu, naona mtu anakupa idea, bwana unajua ukitengeneza content unapata kitu 1 2 3.
Unaona bwana, tukifanya tukiiba likes au tukiiba followers, unafanya kitu tunapata kitu 1 2 3. Inabidi uepukane na hivyo vitu, kwa sababu kwanza ni wizi wa kimtandao, unaweza kushtakiwa vile vile. Umeona? Kwa hiyo inabidi vile mtu anavyokula hai kwamba utumie internet kwamba unapata faida fulani ambazo kwa kweli zisikiwe na mantiki sana au zisikuongezee kitu chochote. Sio lazima kile kitu ufanye. Kwa vitu vingine vya internet tunaachana navyo kama vilivyo. Wewe tumia kwa ajili ya faida tu, hasara zote achana nazo. Unaona? Tumia internet katika kufanya maboresho zaidi ya kimaisha yako, kupata skills, unaona, kufanya kurahisisha kazi zako ziwe zinafanyika kwa ufanisi zaidi na kwa haraka pia. Basi katika hilo basi utakuwa umefanikiwa sana katika kutumia internet. Na pia usijisahau kujisomea. Unajua kujisomea pia, siku zote mimi kujisomea, wanacheza sana na simu, wanachezea sana muda mwingi unakuwa sana kwenye simu. Unachukua kitabu chako kimoja, unajua akili siku zote inapenda kujifunza. Ukitaka kile chako ikomae zaidi, unajifunza zaidi. Usiache kusoma vitabu, magazeti. Inasaidia sana. Alafu nasikia sasa hivi tumerahisishiwa. Kuna vitabu vya online pia hivyo. Unaona? Kwa wote ni matumizi ya internet, lakini kwa upande wa faida ili kukuongezea kitu chochote. Umeona? Inakuongezea kitu chochote kwenye akili yako. Inafanya akili yako inazidi kukomaa zaidi na kujijenga zaidi. Unaweza kufikiria mambo mengi wakati. Umetoka kumsikiliza mwenzetu Samuel Ndoni akiwa na mtaalamu huyo, na tumepata madini ya kutosha kwa kweli. Tumepata vitu vingi na tumejifunza vitu vingi. Lakini bwana, kabla tuendelea tupitie ujumbe fupi. Naam, hiyo itakuwa ni vizuri zaidi, lakini nikwambie tu, unapokuwa unatumia mitandao hii ya kijamii, endelea kuwa makini, endelea kuchukua tahadhari zote zinazowezekana ili kulinda afya yako ya akili. Sisi huku tunasema uendelee kulinda injele zako, ziendelee kuwa sawa sawa. Umesema injele akili, injele. Upeo wako, utashi wako, ubongo wako uendelee kuwa vizuri. Kwa hiyo kilinda bwana, kila kitu kinakuwa vizuri. Nianze na ujumbe wake. Huyu hapa anasema anatusikiliza vizuri kutoka airport ya zamani. Ndio. Asante sana Shafi Hassan. Nimekuona pia Jaima Bahasha, muuzaji wa bahasha, pia leo amekuwa mchangiaji mzuri sana wa vipindi vyetu hivi. Tunasema asante sana. Lakini pia nimekuona huyu anaitwa Mariam kutoka Iunga, anasema sauti ya radio ipo juu kweli kweli. Anasema anafuatilia kipindi cha Digital Leo. Alivyoandika hapa. Mimi bana nikomee hapo kwa sababu muda wetu sio rafiki. Ya kabisa, mimi nipitie tu jumbe chache hapa. Anaitwa Ana, anasema kwamba kwa kweli nawapata vyema kabisa na ninajifunza mengi. Sawa. Huyu anaitwa Joni, anasema kwa kweli kipindi hichi kinakuwa ni fundisho kubwa kwangu. Sawa, mimi nikwambie jambo la muhimu na la msingi ambalo unaweza kulifanya kwa ajili ya kuweza kuhakikisha mambo yanakaa vizuri. Fikiria kabla ya kuchapisha kile ambacho unakichapisha. Epuka kushiriki katika maudhui ambayo hayafai, mfano matusi au maneno yenye dharau, yenye kushusha, kutweza utu wa mtu. Hiyo inakuwa si vizuri. Lakini vile vile linda taarifa binafsi, rekebisha mipangilio yako na faragha zako pale ambapo unakuwa unatumia mitandao hii ya kijamii. Lakini usisahau kuonyesha ujuzi wako. Chapisha kile ambacho unakifanya. Kama wewe ni mama, kama ni mpishi, kama wewe ni mtaalamu wa kusuka mikeka, kama ni mtaalamu wa kutengeneza vitu fulani, tumia fursa hiyo ili mambo yaweze kuwa vizuri. Jinsi ya kushughulikia mapito hasi, basi mimi nikwambie, kaa kwa kutulia, endelea kutufuatilia ili uweze kuwa miongoni mwa watu ambao watabadilisha maisha yao. Ya kabisa, sisi hatuna la ziada huku ndani huko studio. Mimi niseme tu kwamba wiki ijayo nayo ni siku. Wiki ijayo nayo ni siku. Tuendelee kufuatiliana vizuri kabisa kupitia 92.5 Highlands FM Radio. Tukuage tukwambie kwa heri mpaka wakati mwingine. Waite wakalishe chini, waite watoe hofu kwanza, waite wambie wao hawamo japo nao walikula. Waite Mjomba, chutama. Sisi ni waungwana, na muungwana akikuliwa nguo mara nyingi uchutama. Kuna
Kuna baadhi ya michezo ukishindana peke yako lazima uwe mshindi, lakini kwa mchezo ule uliwahitaji ili kuongezea mashabiki na washangiliaji wenye sauti zisizokauka. Yapo mwiba wa kujichoma hauna pole, usitenganishwe na mtu wakati kuna ngalawa mjomba. Walipoanza mjomba hakuna aliyedhani. Kwanza walifika mapema, mmoja wao akaandikisha jina lake kwa niaba ya wengine. Japo wote wana majina yao na hayafanani. Jina lako nani? Mimi. Unatoka wapi? Kwetu. Unakwenda wapi? Humu ndani. Kikazi au binafsi? Nani? Mimi. Wakaingia. Haujachelewa mjomba. Waite. Waite, 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 waite. Waite, 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 waite. Waite. Mjomba, ukipewa kazi ya kuosha maiti, siku zote wewe ni zaidi ya ndugu. Wanaamini huwezi kuidhuru. Waliingia, wakajipanga kwa sauti zao, ya kwanza mpaka ya 4, wakaanzisha mapambio. Basi, ikawa hivyo tu. Watu wakilia kazi yao wanatoa pole. Watu wakilia wanatoa pole. Na waandishi kwa utashi wao wakaandika, msiba umefana kweli, hakuna aliyelia nje ya kii. Waite. Jomba, ushauri wangu waite. Wakalishe chini, watoe hofu kwanza. Kisha waambie, Muungwana hanuni kwa mashavu, ununa moyoni. Wao hawahusiki wala hawamo. Waje tu kuwa mashahidi. Kwa kuwa nao walikuwepo na walikula. Japokuwa hawakujua umemtoa wapi mbuzi yule. Ushahidi wao mjomba utakusaidia kwa vitu viwili. Ya kwenye historia au kushinda kesi. Siku zote mjomba, mimi huwa nakwambia, anayekula kwa mikono miwili hawezi kushiba kamwe. Never. Mimi pia nakumbuka, kweli nilimuona, alikuwa mbuzi tena mdogo tu, wala hakuwa ng'ombe kama wanavyodai. Hii ni zawadi tunakupa, nenda ukale utukumbuke. Utukumbuke. Leo hii wanasema alikuwa ng'ombe mdogo. Wengine eti kweli alikuwa mbuzi, lakini angekuwa ng'ombe. Jomba, kuna aina 3 tu za kujibu maswali. Swali kwa swali, swali kwa maelezo, na swali kwa mkato. Wajibu tu kwa mkato. Alikuwa mbuzi mdogo, tumemla kaisha. Basi. Waite, waite wakalishe chini. Waite, watoe hofu kwanza. Waite, wambie wao hawamo, japo nao walikula. Waite, 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 waite. Ulimwengu wote umetawaliwa kwa nia njema kabisa na mabadiliko ya kiteknolojia. Na sisi hatujataka upitwe. Karibu kwenye Digital Leo. Kila siku ya Ijumaa kuanzia saa 3 asubuhi hadi saa 4 asubuhi hapa Highlands FM.